ona saa 48 anaona, maanake usiku na mchana na usiku na mchana wote anaona, hakuna asichokuiona. Unataka niseme uongo? Unataka nimdanganye nani? Mimi ni Mkatoliki, najua wewe unawachukia Wakatoliki. Uendelee kutuchukia kwa sababu tumekataa uongo kama huo unaotaka kuingiza katika jamii ya Watanzania. Kama kuna madhehebu mengine, tuko pamoja, tuendelee kutembea, tulinde haki za watoto wetu. Serikali imeshindwa kulinda haki hizo. Kwa hilo la kwanza, kwamba sasa tumeona kabisa kwa dunia nzima, kwa Umoja wa Mataifa, kwa sheria za nchi zingine zote, hata zile ambazo ni za kidikteta, angalau sheria zinasema kwamba mtu akifanya kosa, mahali pa kumpeleka si na wewe kuchukua risasi na kwenda kumtandika barabarani. Mahali pa kumpeleka, peleke akamatwe kwa taratibu za kawaida, apelekwe mahakamani. Sasa Samia haongelee habari ya kwenda mahakamani. Samia hataki kuzungumza kwamba kuna watu ambao wamepigwa risasi na maaskari wake. Kwa hiyo tutarudi kwenye taratibu za kawaida. Askari anatokaje kwenye kambi? Amri ya kutoa risasi ilitoka kwa nani? Kwa tutatafuta yule mhusika. Hiyo kazi inapaswa kufanyika kwa taratibu za kisheria na za kikatiba. Hakuna shortcut ya hiyo. Sasa sisi wananchi kwa hatua ya sasa tunamtaka Samia atuambie watoto wetu wako wapi, kwa sababu tunajua kuna watoto, kuna vijana wameuliwa, walipelekwa mpaka mochwari kwenye hospitali zilizoko, wengine walipelekwa hospitalini wakatolewa kwenye vitanda vya hospitali wakapelekwa kwenye mochwari. Hizo taarifa zimekuja kutoka kwa madaktari wenyewe, pamoja na kwamba na madaktari walitishiwa kwa sababu eti madaktari wanatoa siri. Mpaka leo hii kuna madaktari hawako kazini kwa sababu wanafuatiliwa kwa kuwa walikuwa na taarifa za mambo hayo. Kwa mtu ambaye alikuwa analinda utu, ambaye Samia alipaswa kuwa nyuma yake kumlinda, badala ya Samia kumlinda, walipoteza ajira zao kwa sababu walikimbia. Waliambiwa wasiwatibu watu ambao walienda kusoma shule. Mwenyezi Mungu aliwapa akili, wakawa madaktari wa kutibu na kuokoa binadamu. Samia akawazuia na watu wengine wamekufa kwa sababu Samia amewazuia madaktari kwa amri alizokuwa anatoa. Ilikuwa ni halali hiyo? Ilikuwa ni haki hiyo? Kwa hiyo hatuna sababu wa Tanzania, wakati wa kunyamaza umepita. Na kama hiyo taarifa ya leo kwamba alitaka Chadema waingie ndani, kwa taarifa amekataa, kwa sababu wale aliwataka waweke hawapo. Na dalili hiyo mimi naona ni ya kweli. Ndicho walichokuwa wanamwambia huyu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, ndicho walichokuwa wanafanya mawaziri wake walipokuwa wanazunguka dunia nzima, kwamba kila kitu ni sawa, kwamba kuna watu walifanya vurugu. Sawa, nakubali watu walifanya vurugu, lakini dawa yao ni risasi. Wale wa Ulaya sijui kwa nini hawakumuuliza popote alipopita. Sasa na sisi tunataka kuwaambia watu wa Ulaya, huko kwao watu wakiandamana wanapigwa risasi. Imewahi kutokea nchi gani? Mbona tunaona magari ya maji? Mbona tunaona zile silaha, zile risasi za kuondoa kwenye maandamano? Lakini kwetu wanapelekewa risasi za jeshi la wananchi, wanapigwa, wanauliwa, alafu hawasemi wameenda wapi. Kwa hiyo nilisema hilo niliweke wazi. La kwanza ni kwamba sasa kwa haya hatuwezi Watanzania kuendelea kukaa kimya. Ni lazima sasa Watanzania tutoke nje. Tuliwapa nafasi miezi 4-5, wameshindwa kulishughulikia swala la uhai wa watoto wetu. Sawa, sisi tukubali, sio 10,000, wangapi basi? Hata kama angekuwa moja, ilikuwa sawa serikali ilivyofanya? Kwa sheria gani? Mamlaka ya kuua binadamu kwa katiba yetu ibara ya 107
na idara zingine ndani ya katiba yamekabidhiwa kwa jaji tu. Majaji ndio maana wamepewa uniform, wanavaa yale magwanda mekundu, magauni yao yale mekundu, kwa sababu kwa kawaida kazi ya kuondoa uhai wa binadamu ni wa Mungu. Lakini Mungu amekubali katika kinachoitwa positive law. Baadaye tutaelimishana maana ya hiyo sheria. Katika positive law, majaji peke yao ndio dunia nzima wana mamlaka kwa niaba ya Mungu kuondoa roho za wale watu ambao wanastahili kuuliwa au kuondolewa katika dunia hii kama adhabu kwa matendo yao waliofanya kwa binadamu wenzao. Ni wao peke yao, kazi ambayo ingekuwa ya Mungu, ni wao peke yao wamepewa kazi hiyo. Samia amepata wapi hayo mamlaka ya kuagiza eti kwa sababu yao wanataka kupinduliwa kwa kuagiza sasa kwamba maaskari waue vijana wetu? Amepata wapi hayo mamlaka? Kwa Tanzania tukikaa kimya, Mungu atatuuliza moja moja na tutakuwa na maswali ya kujibu kwa niaba ya hao watoto wetu ambao walipotea. Hoja inafuata, Samia kama mlivyoona sasa ana lobby, na nimesema hapo awali, ana lobby kwa hela zetu. Badala ya kutujengea shule zetu, badala ya kutupatia maji, badala ya miradi yetu kukamilika, licha ya ile hela inayoibiwa, bado wanachukua hela kwenda kulobi, kununua watu ambao wanafikiri watawalinda ili hili swala la kifo lipotee. Swala la kifo halijawahi kupotea kuanzia karne na karne. Kwenye Biblia ukisoma, swala la kifo halijawahi kupotea kwa sababu Mungu ameumba. Mungu ndiye anatakiwa kuchukua uhai. Hakuna binadamu mwenye haki ya kuchukua roho ya binadamu mwingine isipokuwa kwa taratibu ambazo Mungu naye ameruhusu, yaani kupitia mfumo wa kimahakama ambao unalinda haki ya kila mtu. Kwa Samia tunamtaka sasa aache propaganda namba moja, asiendelee kutucheleweshea, asiendelee kutuma watu kuzunguka dunia nzima kutafuta kukubalika Ulaya, wakati huku ndani sisi ambao tumepoteza watoto wetu hatuwezi kumsamehe. Tutamsamehe tu tukipata miili ya watoto wetu, tukajua sababu ya watoto wetu kuuliwa, tukajua kwani hapakuwa na njia nyingine ya hao watoto wetu hatua za kuchukuliwa kabla ya kupigwa risasi. Haya sawa, yametokea, wamepigwa risasi, miili yao iko wapi sasa? Hata wangekuwa 10, tunataka kuona miili ya watoto wetu. Hata wangekuwa 200, tunataka kuona miili yao. 1000, 3000, 10,000, 20,000, kwa sababu bado tunaambiwa kwamba inawezekana hata idadi ya 10,000 ni ndogo sana. Mwenye kutoa taarifa ni serikali, lakini imeshindwa kutoa taarifa. Badala ya taarifa ya binadamu inazungumzia juu ya majengo ya serikali yaliyotengenezwa kwa kodi zetu. Binadamu gani yametengenezwa kwa kodi? Majengo ya serikali yamejengwa kwa kodi, na kama tulijenga kwa kodi zetu tunaweza kujenga tena baada ya kukasirika na kuharibu, kuonyesha hasira yetu. Watu walikuwa wanaonyesha hasira zao, na hata nikitaka kuharibu zaidi, watu wangapi wamesema majengo haya swala kwa mfano la magari yaliyopakwa rangi ya kijani ya CCM, yaani magari yanunuliwe kwa hela yetu sisi, alafu wewe unaenda kupaka kwa ajili ya siasa, unapaka rangi ya CCM kwenye mabasi yetu, yakipomolewa na wananchi ambao ndio walionunua. Wananchi hao walilalamika, wewe unalalamikia nini? Kwa nini wewe una uchungu kuliko wananchi ambao hela yao umeangamiza, alafu wewe unaenda kushinda uchaguzi eti kwa kudanganya wananchi kwamba sisi imeleta mabasi jioni ya uchaguzi? Angalieni mambo haya yote. Hana pa kusimama. Aliambiwa siku ngapi kabla kwamba jengo hili ni la Abdul. Abdul ni mtoto wa nani? Ulipaswa kutumia busara zaidi. Wananchi wanapopiga kelele, huendi kuwapiga risasi.
Unajibu wajibu kisiasa, unamjibu mwananchi kwa jibu la siasa. Kama wananchi walilalamika, wakaona uchukui hatua, wanaona nyumba za matajiri 1, 2, 3 ambao wanawajua ni mafisadi, na mafisadi wako, au utuambie leo hamna mafisadi? Mafisadi wako. Kama mali za wafisadi zimechomwa, ndivyo inavyofanywa Iran, ndio ilivyofanywa wapi kule Kasmandu kule. Kila mahali panapotokea wananchi wakilalamika, wana taarifa, serikali kama haichukui popote ile mali inayolalamikiwa, wananchi wanapiga kibiriti au wanaziharibu, kwa sababu serikali haina macho. Wanaona serikali sio ya kwao, wanaona serikali inanufaika, wanaona serikali imeoza, kwa sababu serikali inayolinda mafisadi ni serikali ya kifisadi. Kwa hiyo tunahitaji kwa haya yote, Samia hana cha kutuambia, hana cha kutuambia. Na kama ni kwenda mahakama za dunia, tumesema tutakwenda mpaka haki ipatikane. Lakini Samia tunachotaka, kwa mikono michafu, hastahili kuwa kwenye jengo la Ikulu hata kwa saa moja zaidi. Hastahili kwa mikono michafu, kwa mauaji haya ya watoto wetu, na kwenda kufanya kitendo cha aibu, kuwazika kwenye kaburi la halaiki kinyume na maadili ya Watanzania, kana kwamba yeye si Mtanzania. Sasa ndugu zangu, mimi nafikiri kazi yangu nilikuwa ni kuachia hasira, lakini kuwaeleza kwamba sawa, mimi nimeelewa Samia yuko justified kwamba labda walitaka kumpindua, kwa hiyo lazima yeye apige kelele. Alipiga kelele, alienda kuwakamata hao watoto ili wapelekwe mahakamani? Kama hayo hayakufanyika, haki hiyo ya kuagiza majeshi kutoa risasi ndani ya magala, bunduki zitoke ndani ya magala, hiyo haki aliyotoa, alitoa kwa sheria gani? Najua hayo ni mambo ya kwenda mahakamani baadaye, lakini kwa sababu yeye anataka kutumaliza sasa kwa kampeni anayofanya, anatumia hela zetu. Wakati wa kupiga kelele ni sasa, hatuhitaji kungoja kwenda mahakamani, kwa sababu tukienda mahakamani, Samia yuko kituoni, kama ambavyo sasa anambana Jaji Chande, atawabana majaji kama alivyobana juzi. Meona ile taratibu za kwenda kuomba revision katikati ya kesi ya Lissu, kwa sababu wanataka kuingiza shahidi mpya ili wamweke Lissu ndani ya kesi hii, kwa kutaka kuongeza kinyemela kwa nia yake hiyo ovu, yataka kuona Chadema imeingizwa kwenye kesi ya mauaji ili Chadema ifutwe. Akili yetu iko mbele kuliko yake. Kuna wasomi serikalini, lakini vijana wangu wasomi wa serikali, kama mmekaa kimya, hii damu ya watoto wa Tanzania waliokufa, ambao sasa mnataka kuwakandamiza kwa sababu nyie tu ni chawa, damu ya vijana mnaotaka kuwakandamiza kwa sababu nyie mmehongwa au mmepata chochote kile kwa njia yoyote ile ambayo ni haramu, hii mbele ya Mungu mta account, wala msifikiri mtapona. Nadhani nimetoa picha, nimeongezea mambo mengine hapo katikati. Baada ya kupata hiyo taarifa ya Jaji Chande, ni taarifa mpya, maana yake nadhani imekuja jioni hii. Kwa hiyo labda niachie hapo, kama watu watataka kuchangia zaidi. Labda nimewapandisha pia hasira zaidi, kwa sababu lengo langu leo ilikuwa ni kuwapandisha hasira. Mambo mengine tunayoongea hayatatupeleka mahali kama hatujajua hatima ya watoto wetu. Mungu awabariki na washukuruni sana kwa kupiga kelele. Hizi kelele zimefanya taifa libaki salama mpaka leo. Hii kelele imetusaidia kufungua watu wengine macho. Hizi kelele za sauti ya Watanzania imesaidia dunia nzima iweze kupanuka macho. Tusikate tamaa, tuendelee kupiga kelele. Tunataka kuelimisha dunia. Kama wanatumia mbinu kama hizo mlizoona, sisi tukikaa kimya, kama hatutapiga kelele sisi,
dunia itaona kwamba Watanzania wamekubali, Watanzania wameridhika, Watanzania wamenyamaza. Kwa nini sisi tuanze kutetea watu ambao wamenyamaza? Kelele zetu ndio itafanya dunia iambatane na sisi. Kelele zetu ndio itafanya dunia iamke kwamba kumbe serikali hii ni serikali ya kishetani, ab original, ab initio, kutoka mwanzo kabisa. Kwa sababu kama hawaku contemplate hayo, leo wanakujaje kusema kwa nini Chadema haiko humo? Naomba nimalizie hapo. Kama kuna mtu anataka kuongea, kama kuna mtu ana maswali, niko tayari kutaka kufafanua. Asante sana.